Karibu sana katika kipindi cha Critical Thinking. Kuna mtu ameniambia, jamani siongelee sana watoto wetu ambao wamemaliza chuo ama wamemaliza shule ya upili. Hapa mimi sizungumzii kitu chochote. Lakini wacha nizungumzie kidogo tu kuhusiana na elimu. Alafu baadaye nitakuja hapo kwa watoto. Mara nyingi siku ya leo watu wanadhani ya kwamba success katika maisha ni kupata elimu. Sikataa elimu ni nzuri, kwa maana hata mimi nilibahatika kwenda katika masomo. Lakini zama zetu elimu ilikuwa ya msingi. Zamani elimu ilikuwa ni kitu ambacho tulikuwa tunajivunia sana. Mara nyingi ulipokuwa unaenda katika shule, ulikuwa unajua kwamba unaenda katika shule kwa na malengo mawili. Lengo la kwanza ni kupokea elimu, lakini lengo la pili ulikuwa hiyo elimu itumie kuondoa umaskini katika kijiji chenu, hata si nyumbani kwenu. Ndio maana uliona kwamba zama zetu tukisoma, watu wa vijiji ama vijijini vyetu walituchangia, waliweza kuwa wanafanya mchango, wanachangia. Kijana amemaliza sekondari anajiunga katika chuo kikuu, yeye mwenyewe anaenda, baadaye serikali inamkujia nyumbani, wanamwajiri, wanampa kazi. Baadaye yule kijana naye akipata hela anaanza kusomesha watoto wengine hata wa kijijini. Elimu kwetu ilikuwa la msingi sana, lakini elimu ya siku ya leo jamani ipo, kuna wale ambao wanafaidika, sikatai, lakini asilimia kidogo. Kulingana na statistics, wanaofaidi na elimu ya siku ya leo ni chini ya asilimia 10, less than 10%. Naweza kukuambia pasipo uongo, kwa maana system yetu ya elimu ya leo, ambao muundo wetu wa elimu ya siku ya leo ni wa kukeep watu busy tu, maisha ya songe. Samani, hii ni critical thinking. Hii leo wazazi wengi wanachukua watoto wao kuwapeleka shule walelewe kule. Baada ya kuwatoloka pale, ndio maana mtoto mzazi anachukua mtoto wake hata akajui kuongea kama miezi 6 bado anakapeleka shule. Sijui inaitwa ati PP whatever. Katoto kadogo sana kanapelekwa shule. Pale kanaenda tu kubadilishwa pambas, ati pale kanaenda kufundishwa kutumia poti, pale kanaenda kufundishwa ati kukojoa, kanaenda kufundishwa atakwenda choo. Katoto atakajue. They are running away from their responsibilities. Yani si elimu. Baadaye unasikia kakitoka pale kakianza kujua, kakona miaka 3, 4, 5 kanapelekwa shule ya bweni, boarding school. Kanaenda pale katika shule ya bweni. Yani mtoto, wazazi wana run away from responsibilities. Wakati ambapo saikolojia inasema hivi, ustahili kumpeleka mtoto katika shule kabla ya kufikisha miaka 7. Miaka 7 kwa nini? Critical thinking. Inasemekana kwamba ubongo wa mtoto ili kukomaa vizuri, ili uweze kwamba unaweza shika mambo vizuri ambayo inaweza msaidia katika shule, unaanza kukomaa kuanzia miaka 6, miaka 7 na unaisha kukomaa kabisa miaka 25. In fact, kuna watu wanauliza kwa nini unapenda sana kuzungumzia miaka 25? Kulingana na saikolojia na biolojia, akili ya mwanadamu hukomaa kuanzia miaka 25. Hapo ndio kipindi kizuri. Msichana unaweza olewa ama kijana unaweza oa. Utu tubidi tuko chini ya miaka 25. Jamani, ni majanga. Maana yake ni kwamba ni msiba. Ndio maana kwamba nasema wazazi wengi wanasukuma watoto wao katika shule kwa kusudi ya run away from responsibilities. Wanakimbia kutunza. Wewe mzazi jamani, uzaa mtoto wako hawezi lewa na yaya. Yaani umetafuta binti wa kazi, wale wanaitanga wasichana wa ndani, wanafanya kazi za ndani, atidi anakulelea, baadaye unampelekea mwalimu akulelee, baadaye unampelekea mchungaji amulelee, baadaye kulingana na Biblia kuna mahali inasema enyi watoto waheshimu baba zenu na mama zenu. Maana yake unajua ni gani? Kwa maana walikulea. Sasa leo hiyo hamu litakuaje? Kwa sababu mtoto wako amelelewa na maid, amelelewa na mwalimu, amelelewa na serikali. Sasa tunabadilisha ile amri tuseme enyi watoto waheshimu maid pamoja na walimu na pamoja nani wengine na serikali. Mzazi, you deserve to be respected by your child if you took a responsibility to bring up your kid. Lakini si kumwachilia. Jamani, hii nimesema kwanza nizungumzie kabla ya kuja katika critical thinking. Hebu fuatilia the next segment, ni kuoneshe how the African education system, it is a scam. That's a critical thinking. I know most of you guys, you may kill me, but I'm trying to think critical. Thank you.